Rais Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi wateule wakiwemo wakuu wa mikoa, wilaya na wakurugenzi watendaji wenye nia kugombea kutoa taarifa mapema. Na katika michezo, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda agiza uongozi wa chama cha soka mkoani humo kujiridhisha na kufungiwa uwanja wa CCM Kirumba. Naam, habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako na Mikisa Mwepiana. Nitakusomea taarifa habari, lakini baadaye tutapata muda wa kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia mezani kwetu asubuhi ya leo. Karibu sana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi wateule wakiwemo wakuu wa wilaya na wakurugenzi watendaji wa halmashauri wenye nia ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu kutoa taarifa mapema ili kuiwezesha serikali kuandaa watakaorithi nafasi zao kabla ya uchaguzi huo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma wakati akifungua mkutano mkuu wa 39 wa Jumuiya ya Tawala za Mitaa Tanzania ALAT, ambapo ameonya wateule watakaokiuka maelekezo hayo kwa kutotoa taarifa kukosa nafasi hizo. Hatutaki pale tayari fomu zinatoka watu wote wanakimbia kwenda kuchukua fomu, na mnatuacha serikali za mitaa hazina viongozi, hazina wasimamizi. Mnabakia kujaza watu ambao hawana experience. Lakini tukijua mapema, tutatayarisha watu wa kujaza hizo nafasi, kuwapa miongozo, kuwafanyia mafunzo ili wawe tayari kukabiliana na uchaguzi. Sasa usipojisema mapema, ukija ukichukua fomu mbele, umekosa yote. Umekosa fomu, umekosa cheo. Nafasi yako utaiacha. Ukituambia mapema, umekwenda kujaribu, umeshindwa na wewe ni mzuri, tutakufikiria kurudi. Aidha, amemwelekeza Waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa kuwachukulia hatua kali watumishi waliobainika kufanya udanganyifu kwenye mfumo wa ukusanyaji wa mapato. Kuna watu, mbali na mifumo halali iliyowekwa na serikali ya kukusanya fedha kwenye halmashauri yetu au halmashauri zetu, kuna mifumo ya pembeni inaundwa, inakusanya fedha hivyo hivyo, na fedha zile badala ya kuingia kwenye mfumo halali naingia mifumo ya watu binafsi. Au kama mwagundua, waziri, hapa sina mswalie mtume, ukishindwa kuwachukulia hatua hawa, takuja kukuita nikuuliza umefanya nini. Hukufanya kitu, mimi nafanya kwa wao na wewe. Awali, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa na mwenyekiti wa ALAT Taifa Murshid Ngeze walieleza changamoto zinazowakabili. Tulibaini uwepo wa kikundi cha watu kule Meatu ambao wamekuwa wakitengeneza risiti na kugushi na kusababisha hasara kwa halmashauri. Nimewaelekeza watendaji katika eneo hili kuhakikisha kwamba wale wote wanaohusika waweze kuchukuliwa hatua mara moja. Halmashauri tulikuwa tukiajiri watumishi, na bahati mbaya walikuwa hapeleki michango kwenye hii mifuko ya kijamii. Imepelekea sasa halmashauri anakuta inadaiwa bilioni 20, bilioni 30. Sasa tunakuomba Mheshimiwa Rais, hii mifuko ya kijamii uridhie ifutie madeni haya ili wananchi kule tuweze kuwalipa fedha zao ambazo ni kinua mgongo kutoka kwenye ile mifuko. Tunaendelea kushirikiana na ndugu zetu wa Zalga na tunakwenda vizuri, na tunashukuru kwamba bado tuna mengi ya kujifunza kwa upande wa ALAT sisi kama Zalga. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Wadau wa elimu nchini wametaka kufanyiwa marekebisho ya sheria ya elimu ya mwaka 1978 na mapitio yake na kuweka vifungu vya sheria vinavyopiga marufuku matumizi ya viboko shuleni na adhabu nyingine zinazoathiri haki ya kuishi, ustawi na utu wa mtoto. Mwanahabari wetu Dorcas Raimos ana taarifa zaidi. Akisoma tamko la wadau hao, kaimu mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC Fulgence Masawe amesema marekebisho hayo yataimarisha mfumo wa ulinzi na usalama wa wanafunzi na kuondoa mianya ya matumizi mabaya ya mamlaka na nguvu dhidi ya wanafunzi, hatua ambayo itasaidia kuzuia vitendo vya ukatili ndani na nje ya shule.
Tamko hili limetolewa kufuatia taarifa zilizotolewa na vyombo vya habari Februari 26 mwaka huu za kufariki kwa mwanafunzi Mhoja Maduhu wa kidato cha pili aliyekuwa akisoma shule ya sekondari Mwasamba iliyopo wilaya ya Busega mkoani Simiyu, ambaye inadaiwa alifariki baada ya kuadhibiwa kwa kuchapwa viboko sehemu mbalimbali za mwili na mwalimu kwa kosa la kutofanya kazi ya kikundi darasani. Tunaitaka wizara na kuiomba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itoe waraka sekula unaoelekeza walimu wote kuacha matumizi ya viboko na kuelekeza mbinu mbadala za adhabu zinazolinda utu wa watoto wakati mchakato wa marekebisho ya sheria ya elimu unaendelea. 3. Kuendelea kuimarisha utekelezaji na kuanzishwa madawati ya ulinzi na usalama kwenye shule zote ifikapo mwaka 2029. Madawati haya yanatoa mfumo rasmi wa kupokea na kushughulikia malalamiko ya watoto wanaokumbwa na ukatili wa aina mbalimbali wakiwa mashuleni. Takwimu zinaonyesha kwa kipindi cha Januari hadi Februari mwaka huu 2025, huduma ya simu ya kitaifa kwa watoto 116 inayoratibiwa na Sisema ilipokea jumla ya kesi 169, kesi 52 zikiwa za ukatili na unyanyasaji wa kimwili dhidi ya watoto. Kati ya kesi hizo 52, wasichana kesi 21, huku wavulana kesi 31. Tunatoa pole kwa familia, ndugu, wanafunzi wenzake na jamii kwa ujumla kwa msiba huu mzito, huku tukisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za haraka kuhakikisha haki inatendeka na mazingira ya shule yanakuwa salama kwa kila mwanafunzi. Ukitumia mbinu ya kuadhibu, unakuwa unataka yule muhusika apate maumivu mengi na makali, lakini ukitumia mbinu ya kuadabisha, unataka yule muhusika aliyefanya kosa aweze kuona kosa lake, kulitambua na kurekebisha. Kwa mfano, nilikwenda katika kufanya mafunzo ya kuanzisha dawati la ulinzi na usalama wa mtoto kule Manyara Babati. Walimu wamepata mafunzo, lakini bado mwalimu anasema si kuna sheria kwamba tusipige zaidi ya viboko 3. Dorcas Ramos, Channel 10. Kampuni ya meli Tanzania Tashiko imetangaza kusitisha huduma za meli ya New Victoria hapa kazi tu kwa muda ili kuifanyia ukaguzi meli hiyo, ikiwemo usafi pamoja na matengenezo ya kawaida. Henry Kavirondo anaarifu zaidi kutoka jijini Mwanza. Wateja wetu wamepata changamoto kipindi hiki, lakini naomba niwathibitishie kwamba kama kinavyoonekana chombo pale kipo kwenye chelezo kwa ajili ya kufanyiwa hiyo service. Ni katika bandari ya Mwanza Kusini, meli ya New Victoria hapa kazi tu ikiwa juu ya chelezo tayari kwa kufanyiwa ukaguzi, ukiwa ni utaratibu wa kawaida wa kila mwaka unaotekelezwa na kampuni hiyo kuimarisha usalama wa meli. Akiwa kwenye eneo la ukaguzi huo, nahodha wa kampuni ya meli Tanzania Tashiko Bembele Samson Ngwita amesema kwa sasa wataalamu wanaendelea kukagua maeneo mbalimbali ili kurekebisha ubovu utakaobainika. Kwa macho yetu hatuwezi kuona, lakini ninapopanda hapa basi ule mwili tunapata nafasi ya kuona, kufanya ukaguzi, kufanya usafi na kufanya marekebisho pale itakapoonekana kuna umuhimu wa kufanya marekebisho. Kwa hiyo hilo ndio zoezi tulilonalo. Bahati nzuri kama meli inavyoonekana tayari imeshaingia kwenye chelezo. Tunafanya zoezi la kutoa maji ili huo mwili ubakie juu. Kutokana na ukaguzi huo, mkuu wa masoko na uhusiano kwa umma Tashiko Anslem Namala amewasihi abiria wanaotumia meli ya New Victoria hapa kazi tu kuwa wavumilivu wakati huu meli hiyo inapoendelea kufanyiwa ukaguzi. Lakini tunategemea kwamba shughuli ya ukarabati wa changamoto ambazo zitaonekana huku chini haitakuwa ya muda mrefu. Kwa hiyo tunategemea chombo kitarudi ndani ya maji muda sio mrefu ujao, na adha ya usafiri ambayo imewapata wateja wa Tashiko ambao wanatumia meli ya New Victoria hapa kazi tu, kwa maana wateja wakati ya bandari ya Bukoba na bandari ya Mwanza watapata hiyo huduma ndani ya muda mfupi ujao. Meli ya New Victoria hapa kazi tu, ambayo ni fahari kwa wakazi wa kanda ya Ziwa kwa miaka mingi, inayofanya safari zake kati ya mikoa ya Mwanza na Kagera, ina uwezo wa kubeba abiria 1200 pamoja na tani 200 za mizigo. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza.
Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameingilia kati sakata la Bi Martha Lazi, mjasiriamali ambaye alijitokeza katika mitandao ya kijamii akionekana kulalamika kuwa amekuwa akizungushwa kwa muda mrefu kulipwa malipo yake baada ya kudai kupewa kazi ya utengenezaji mapazia na nguo za madaktari kati ya mwaka 2017 na 2021, lakini amekuwa akifuatilia malipo yake bila mafanikio. Akizungumza baada ya kukutana katika kikao cha pamoja kati ya Bi Martha na uongozi wa hospitali ya Amana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam baada ya kuhoji uhalali wa malipo, alibaini kuwa Bi Martha alikubaliana na mmoja wa wafanyakazi wa hospitali hiyo wakati akipewa kazi hiyo pasipo mikataba inayoonyesha kazi aliyofanya na kuwasilishwa, hali iliyosababisha uongozi mpya wa Amana kuchukua muda kulipa ili kupata nyaraka za uthibitisho. Tunapohakiki deni, wewe kwako imekuja kuonekana kuna baadhi ya nyaraka za uletaji wa hizo bidhaa hazipo. Nini sasa tunakuja kukihitimisha? Kwamba inawezekana wewe au wale wa mwanzoni, inawezekana kati yetu sisi mmoja wapo anaweza kuwa ulikuwa ni mradi binafsi ambao mwisho unapelekea kufilisi fedha ya umma, na ndio maana nyaraka zinakosekana. Hata hivyo, baada ya maelezo hayo, Chalamila akatoa angalizo kwa wale wote wanaozidai taasisi kuhakikisha wanakuwa na nyaraka halisi ili wapate malipo yao kwa njia halali, lakini pia Bi Martha akamshukuru mkuu wa mkoa kwa maelekezo aliyotoa. Nitoe rai kwa watu wote wanaodai serikali kwamba deni lolote lile linalipwa baada ya kuhakikiwa, lakini pia linalipwa kwa awamu kadiri serikali inavyozidi kukusanya financial resources zake. Nilikuwa nadai hapa Amana, lakini katika mkataba wangu kuna vitu ambavyo havijakaa sawa. Ndio maana tatizo hili limekuwa kubwa. Lakini bado nashukuru kwa ushauri wenu. Tumeelekezwa yale ambayo tunapaswa kufanya ni kumwezesha Bi Martha kuweka viambatanisho vyote vinavyotakikana na sisi kuharakisha kuhakiki deni lake, na linapokidhi vigezo basi liweze kulipwa kwa wakati. Katika hatua nyingine, Chalamila ametoa kiasi cha shilingi milioni 2 kwa mjasiriamali huo, huku akimtaka awasilishe vithibitisho ili apate malipo yake kwa kazi aliyofanya. Kuchangia hizi milioni 2, sawa? Sawa? Lakini shukuru pia mkuu wa mkoa aliposikia kilio changu, amenichangia kutumia mfuko wake mwenyewe pesa milioni 2 katika shughuli zangu za biashara zangu za kuendesha maisha yangu. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Kilimo cha bangi kimetajwa kuwa moja ya changamoto za kihalifu katika kata ya Mtumbia, halmashauri ya Mtama mkoani Lindi, huku vyombo vya usalama vikiteketeza zaidi ya hekari 8 za mashamba ya bangi. Hii hapa ni taarifa zaidi. Licha ya sheria za nchi kutoruhusu matumizi ya bangi kwa namna yoyote ile, kwa kuwa inatambulika kama miongoni mwa dawa za kulevya, lakini bado kuna watu wana ujasiri wa kufanya kilimo cha bangi kinyemela. Akishiriki mafunzo ya uraia, utawala bora na masuala ya ulinzi na usalama, mtendaji wa kata ya Mtumbia mkoani Lindi, Hamisi Likombwa, anaeleza jinsi anavyokabiliana na changamoto ya kilimo cha bangi. Tuna tatizo kubwa la ulimaji wa kilimo cha bangi kwa baadhi ya vijana. Zoezi ambalo nimelitolea taarifa mara nyingi polisi, na walikuja polisi zaidi ya mara 3. Walikuja awamu ya kwanza, wakaja awamu ya pili, awamu ya 3 ndio ilikuja kundi kubwa la askari pamoja na viongozi kutoka mkoani, kutoka wilayani na polisi wa Mtama kuja kufanya operation maalum ambayo ilihusisha magari zaidi ya 4 na tukafanya program ya kufyeka mashamba yote ya bangi kwenye maeneo hayo. Kutokana na hali ya hewa, kwa sababu kwetu po uwanda wa juu ni eneo lenye baridi sana. Kwa hiyo wenyewe tujaribu kufuatilizia, lakini wanasema kwa maeneo haya kutokana na hali ya hewa ya kule bangi haistawi. Ndiyo. Mkufunzi wa mafunzo hayo, kamishna msaidizi wa polisi ACP Elisante Ulomi kutoka makao makuu ya jeshi la polisi, amepongeza jitihada za mtendaji wa kata hiyo kwa kutoa taarifa ya uwepo wa mashamba ya bangi kwenye vyombo vya usalama. Nimesikia baadhi ya watendaji wakiwa katika mstari wa mbele kabisa kufichua uhalifu. Mfano, yuko mtendaji mmoja aliyewahi kutoa taarifa za kilimo cha bangi ambacho kilikuwa kikiendelea katika kata yake, ambapo
alitoa taarifa jeshi la polisi na ziliweza kukamatwa hekta kadhaa za bangi na watuhumiwa kutiwa mbaroni, jambo ambalo lilisaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu bangi ile ingefika mtaani na ingefika katika jamii, basi ingeweza kuleta madhara makubwa. Kwenye somo la ulinzi na usalama, watendaji wameelimishwa juu ya umuhimu wa wao kutoa taarifa za uhalifu zinapotokea kwenye kata zao, ambayo kwa kufanya hivi itasaidia kuboresha ulinzi na usalama kwenye kata zao, lakini vile vile kupunguza majukumu ya sekta nyingine kama polisi, kuifanya iwe rahisi kwao kulinda usalama na nchi kwa ujumla. Aziza Bakari, Channel 10. Na mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo. Klabu ya Al Ahly ya nchini Misri imegoma kushiriki mechi yao ya dabi dhidi ya Zamalek, ikisisitiza kuwa shirikisho la soka la Misri yani EFA linapaswa kuteua mwamuzi wa kigeni badala ya kutumia waamuzi wa ndani. Pia klabu hiyo imetishia kujiondoa kwenye ligi kuu ya Misri endapo ombi lao halitatekelezwa. Dabi hiyo ilikuwa sehemu ya tour ya mbio za ubingwa, lakini EFA ilitangaza kuwa mchezo huo utasimamiwa na waamuzi wa ndani kinyume na makubaliano ya awali, na kufuatia mkutano wa dharura, uongozi wa Al Ahly ulitoa tamko rasmi ukitaka mchezo huo uahirishwe hadi mwamuzi wa kigeni apatikane. Ahly ilisisitiza kuwa iliwasilisha maombi yake mapema ikitaka waamuzi wa kigeni wa mechi muhimu ili kuhakikisha haki inatendeka, hasa baada ya makosa mara kwa mara ya waamuzi wa ndani kutotenda haki. Hata hivyo, shirikisho hilo lilijibu likidai muda haukutosha kuwapata waamuzi wa nje na kuitaka Ahly kuunga mkono waamuzi wa ndani. Mpaka sasa EFA haijatoa tamko jipya, huku hali ya sintofahamu ikiendelea. Yanajiri hayo huku katika msimamo wa ligi ya Misri, Pyramids FC inaongoza kwa alama 42, Al Ahly ikiwa ya pili kwa pointi 39, huku Zamalek ikishika nafasi ya tatu kwa alama 32. Mtazamaji, mwisho wa taarifa habari. Hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia kilichojili katika upande wa magazeti.